Kwa hiyo kuitana kwetu hapa leo kujulishana kwamba tumeingia rasmi kwenye msimu wa michezo na burudani ambapo umepewa jina naitwa Mtwara Festival. Nadhani baadhi tumeanza kuona matangazo ambayo tunayatuma kwenye magrupu na nini, hasa ile clip ambayo mheshimiwa ameifanya. Na Mtwara Festival ya mwaka huu ina kauli mbiu inasema kila munu ave na kwao. Yaani kila mtu ana kwao. Kwa hiyo yale ambayo mheshimiwa mbunge amekuwa akiyafanya kwenye mikoa mbalimbali kabla hajawa mbunge ameyarudisha nyumbani. Kwa hiyo msimu huu wa burudani na michezo kwa mwaka huu 2026 unaitwa Mtwara Festival kila munu ave na kwao. Sasa Mtwara Festival ni nini? Mtwara Festival ni mjumuiko wa shughuli mbalimbali za kimichezo na burudani ambazo zitakuwepo kwa mwaka huu. Na kwa mwaka huu tuna component 4 kwenye Mtwara Festival. Component ya kwanza inaitwa CRDB na Nauka Cup 2026. Hii ni ligi ya mpira wa miguu ambayo inahusisha timu 18 kutoka kwenye kata 18 zilizopo ndani ya jimbo la Mtwara mjini. Lakini pia kuna component ya pili itakuwa ligi ya rede kwa wadada zetu na mama zetu. Lakini pia kutakuwa na component ya tatu ligi ya netball kwa dada zetu pia. Lakini kutakuwa na component ya 4 ambayo itahusisha tamasha kubwa la burudani ambalo litafanyika na tutaelezana hapa litafanyika siku gani. Kwa hiyo kwa maandalizi au kwa kuanzia tunaanza na hii ligi ya CRDB na Nauka Cup 2026 ambayo ligi hii itazinduliwa rasmi tarehe 13 mwezi huu siku ya Jumamosi katika uwanja wa Nangwanda Sijaona. Lakini katika kusherehesha uzinduzi wa ligi hii mwanzoni kabisa mapema kwa siku hiyo kutafanyika seminar maalum ama kongamano maalum ambalo limepewa jina linaloitwa Mtwara Afcon Starter. Kama ambavyo tunafahamu nchi yetu itakuwa moja kati ya nchi ambazo zitahosti mashindano ya Afcon mwakani, na sisi tumeamua kuanza mapema kwa sababu Mtwara yetu ukiondoa tu kuwa ni mkoa ulioko kusini mashariki mwa nchi yetu, tuna mambo mengi ya kujivunia kama vile vivutio vya utalii na nini. Kwa hiyo tunataka wageni ambao watakuja kwenye Afcon waitambue Mtwara na ikiwezekana waitembelee. Kwa hiyo sisi tumeanza, tuna hiyo kitu inaitwa Mtwara Afcon Starter ambayo itakuwa ni kongamano ama semina maalum itakayoendeshwa na wataalamu wakufunzi kutoka TFF na maeneo mbalimbali, ambapo wataendesha semina hiyo asubuhi ya siku ya uzinduzi, ambayo semina hii itawahusisha wachezaji wote wa timu zote. Nadhani baadaye Food Fast watakuja kusoma sheria na kanuni za ligi, tutakuja kubaini ni wachezaji wangapi. Kwa hiyo itahusisha wachezaji wa timu zote 18, makocha wao, viongozi wao, lakini tutachukua waamuzi wote wa Mtwara hapa, lakini itachukua pia makocha wote wa Mtwara hapa, tutawaandikia barua, watakuja nao kujumuika kwenye hiyo semina ya kupata mafunzo. Lakini yote ni kusherehesha kuelekea uzinduzi. Baada hapo tutakwenda kwenye mechi ya uzinduzi ambayo itakuwa ni kati ya Naliendele FC na Reli FC, ambapo mgeni rasmi kwenye uzinduzi huo tulitarajia awe rais wa TFF Bwana Wallace Karia, na alithibitisha uwepo wake, lakini baadaye alitoa udhuru. Kwenye tarehe hizo atakwenda kwenye uzinduzi wa mashindano ya World Cup Marekani. Kwa hivyo amemwagiza na amethibitisha kuwepo yeye mwenyewe makamu wa kwanza wa rais wa TFF Bwana Athumani Nyamlani. Tutakuwa naye kwenye uzinduzi wa CRDB na Nauka Cup 2026. Ligi hii itaendeshwa kwenye viwanja 4 ambavyo viko ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Kiwanja cha kwanza kitakuwa na Nangwanda Sijaona ambacho kitahost michezo miwili, mchezo wa ufunguzi ambao ni Jumamosi hii na mchezo wa finali ambao utachezwa tarehe 18 mwezi wa 7 ambao pia ndio siku ya finali ya World Cup. Tutaeleza huko mbele na sisi tunafanyaje kuchechemua vitu vyote kwa pamoja viendane na burudani inoge hapa Mtwara kwetu. Kwa hiyo kutakuwa na viwanja 4, nimetaja cha Nangwanda Sijaona, lakini utatumika uwanja wa shule ya msingi Chikongola, utatumika uwanja wa Tari na Liendele, lakini pia tutatumia uwanja wa Titanic huko Mkundi Magengeni kule Mikindani. Jambo la kwanza, ligi hii inadhaminiwa na benki ya CRDB kama ambavyo tunaona hapo, na ndio maana jina linaitwa CRDB na Nauka Cup, ambao wamewekeza udhamini wa shilingi za Kitanzania milioni 80 ikiwemo ugawaji wa zawadi, uendeshaji na mambo mengineyo. Kwa hiyo CRDB ndio wadhamini wakuu wa ligi hii, na mshindi wa kwanza kwenye ligi hii atapata kombe, medali na fedha taslim shilingi milioni 3.
Mshindi wa pili atapata medali na shilingi milioni 2, na mshindi wa tatu atapata fedha shilingi milioni 1 kamili ya Kitanzania. Kwa hiyo kutakuwa na zawadi ya mchezaji bora wa mashindano, tunaita best player of the tournament, atapata tuzo ile ya mchezaji bora na pesa taslimu. Lakini pia kutakuwa na zawadi ya mfungaji bora, best scorer, atapata tuzo yake na pesa taslimu. Lakini kutakuwa na tuzo ya goalkeeper bora wa mashindano ambaye atapata tuzo na pesa taslimu. Pia kutakuwa na tuzo ya mchezaji bora chipukizi wa mashindano. Lakini pia kutakuwa na zawadi kwa timu bora yenye nidhamu, ambao wao watapata cheti cha utambuzi na fedha taslimu shilingi 200,000 au hayo iko fixed. Lakini pia kutakuwa na zawadi kwa timu mashabiki bora wa timu yenye hamasa zaidi, ambapo wao watapata cheti cha utambuzi na zawadi ya shilingi 200,000. Lakini pia kila mechi itatoa man of the match. Kila mechi itatoa man of the match ambaye atakuwa anapata shilingi 30,000 za Kitanzania. Kwenye orodha ya zawadi nilizotaja binafsi na makundi, kutakuwa na zawadi ya seti bora ya waamuzi wa mashindano. Kwa hiyo kwa sababu waamuzi wetu tunawafahamu, kwa hiyo kwenye mechi zote, jumla mechi zote zitakuwa mechi 23. Kuanzia ile ya uzinduzi mpaka finali, mechi zote zitakuwa mechi 23. Kwa hiyo wale marefari wetu kwenye mechi ambazo watakuwa wanachezesha, kuna watu watakuwa wanawaassess. Kwa hiyo seti bora na maana ni wale watu 4. Mwamuzi wa kati, waamuzi wa yule pembeni na yule mwamuzi wa akiba. Hiyo ndio seti ya waamuzi. Kwa hiyo seti bora ya mashindano itapewa zawadi ile siku ya finali. Madiwani wote wakati wote 18 watavalishwa medali siku ya finali. Haijalishi timu yako ilitoka hatua ya awali, timu yako imefikia hatua gani, lakini madiwani wote watavalishwa medali, na baadhi ya viongozi wengine hao tutawataja. Kutakuwa na category ambazo zitakuwa assessed za siri. Siku ile ya finali ndo utanamili. Kwa mfano ligi iliyopita Police Kata wakati Chikongola alivalishwa medali yake pale kwa ushupavu na umahiri ambao alionyesha kwenye usalama mchezoni. Kwa hiyo madiwani wote mtavalishwa medali hiyo siku. Kwa hivyo mpaka kufikia sasa hivi timu zote, kata zote 18, timu zote zimeshasajiliwa, yani zimeshathibitisha kushiriki ligi na zimeleta idadi ya wachezaji waliohusika, na tayari mratibu wa ligi atatuelezea hapo baadaye. Kutafanyika na tamasha kubwa la burudani la muziki, itafanyika kwenye uwanja wa Sabasaba kama tulifanya kwenye Mwenge pale. Kwa hiyo tukitoka na Ngwanda, sijaona mshindi ampatikana, watu wote tutaelekea uelekeo mmoja ambapo ataenda pale na Ngwanda. Na ile tamasha ni sehemu ya component ya Mtwara Festival. Kutakuwa na wasanii mbalimbali wakubwa, lakini kwa sababu siku hiyo kutakuwa na finali ya kombe la dunia, pale patafungwa big screen, yani screen kubwa ambapo watu watashuhudia finali live pale uwanjani, na mambo mbalimbali. Madiwani watakuwa pale, wataongea kueleza mambo gani wamefanya kwenye kata zao, lakini pia tuta display documentary ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali zilizofanyika jimboni, kuanzia mbunge anaapishwa mpaka siku hiyo. Mambo yote ambayo yamefanyika jimboni atakuwa pale kwenye big screen, watu wataona, watashuhudia. Kutakuwa na wasanii wakubwa A-list kabisa wa nyumbani hapa. Tulitarajia tungeweza kuwa na Harmonize, Ibra na wasanii wengine wenye asili ya kusini, lakini pia ambao hata hawana asili ya Mtwara. Wale wasanii wakubwa tutakuwa nao, wafani zote, maigizo, kuimba, kuchekesha na kadhalika. Lakini pia tutawatumia na wasanii wetu wa ndani. Lakini pia kama nilivyosema, kuna watu wa TFF watakuwepo. Kuna watu ambao watakuwepo siku ya uzinduzi na kuondoka, lakini kuna watu watabakia wa TFF ambao wameagizwa na Rais Karia. Tutazunguka nao kwenye viwanja vyote kuangalia vipaji ambavyo watavichukua kwenda navyo huko mbele. Lakini kutakuwa na agents wengine wa wachezaji, wataangalia vipaji vya wachezaji wetu ili kutimiza lile lengo la kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya vijana wetu wa hapa Mtwara.